Nianze nawe moja kwa moja Manyerere. Tulikuona wakati sakata hili la Watanzania waliokuwa wakiishi Ngorongoro wakihamishwa kwenda Mvomera, na katika maandiko yako ulionekana kuunga mkono sana, na watu walikupinga wakikuhusisha kwamba umenunulika kwa ajili ya kutetea jambo hilo. Kwanza nianze na hapo, ni kweli ulinunulika kwa ajili ya kutetea Watanzania, kutetea serikali kuhamisha Watanzania kupeleka Mvomera kama ilivyosemwa? Pengine tukizungumza Ngorongoro inabidi kwanza labda kuieleza kwa upana wake japo kwa ufupi sana. Ukisikia jamii yetu inavyozungumza kuhusu Ngorongoro, wanadhani kwamba kinachozungumzwa pale Ngorongoro ni hii Ngorongoro, maana pale kuna mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Alafu kuna swala kuna Loliondo, kwa mfano poli la akiba la Pororeti, ambalo zamani ilikuwa ni poli la ilikuwa ni poli tengefu la Loliondo, likapandishwa hadhi likawa ni poli la akiba la Pororeti sasa. Kwa hiyo hata hiki kilichokuwa kinafanyika hapa watu wanakichanganya, wanadhani kwamba ile Pororeti, kilichokuwa kinafanyika Pororeti na kinachofanyika huku kwenye NCAA huku kwenye Kreta huku kwamba ni kitu kimoja. Kwa hiyo unaweza ukasikia kwamba hata wengine wakisema unasikia wananchi wanaondolewa Ngorongoro au wanaondolewa Loliondo, wanapewa Mwarabu, wanapelekwa Msomera. Kwa hiyo hicho kitu kinachanganya. Sasa watu ni vizuri wakajua kabisa kwamba kuna lile eneo la kilomita za mraba kama 8,000 na ushe hivi, ambazo sasa ndio za mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Alafu kuna kilomita ambazo awali ikiwa poli tengefu pale zilikuwa kilomita 4,000, lakini kuja kupandishwa hadhi na kuwa poli la akiba na Pororeti zikamegwa 2,500, zikaachwa kwa wananchi 1,500 ndo zikabaki sasa zinazounda poli la akiba la Pororeti. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika Pororeti kule au hiyo Loliondo, ukizungumzia Loliondo labda ni rahisi zaidi kuelewa kwamba kilichokuwa kinafanyika ni kutenga zile kilomita za mraba 1,502 of course, kwa ajili ya kuwa hiyo ni eneo la hifadhi, lakini pia ni kama buffer zone ya kuilinda Serengeti. Na kwa kuzingatia kwamba katika eneo hilo ndo kuna vile vyanzo vya maji ambavyo 49% ya maji yanayoingia ndani ya hifadhi ya Serengeti vinatoka pale Pororeti. Kwa hiyo eneo lile kulilinda ilikuwa kuna umuhimu wake. Sasa wananchi kuhama pale huko, hakuna mwananchi aliyehamishwa. Hapo wananchi waliohamishwa Loliondo. Ni mambo ndio hiyo nasema watu wanavyochanganya. Loliondo hakuna mwananchi aliohamishwa, lakini walichokuja kufanya kwamba baada ya kuwa wamegawa zile 2,500 zimebaki kwa wananchi na 1,500 zimebaki serikalini, ni kwamba wananchi sasa hawana fursa ya kuingiza mifugo kule Pororeti kule. Lakini sio kwamba kulikuwepo na nyumba au kuna mwananchi anahamishwa, hapana. Hawa waliokuwa wakihamishwa na kuhamishwa kwenyewe, tutumie neno wakihamishwa kwa hiari, walikuwa wakihamishwa kwa hiari, ni hawa wako ndani ya mamlaka ya eneo la Ngorongoro. Katika zile kilomita za mraba zile 8,000 ndio hao walikuwa wakihamishwa kwa hiari kwenda kwa maeneo ya Msomera, Kitwari na mengine sehemu mbalimbali nchini. Ikiwa unasema ya kwamba walikuwa wanahama kwa hiari, na kama swala la kuhama Ngorongoro ilikuwa ni la hiari, je, ilikuwa ni sahihi kwa wale ambao waliamua kutohama ikiwa kuhama kwao ilikuwa ni kwa hiari? Taarifa za tume zilizowasilishwa kwa rais hivi majuzi, utaona kwamba kilichotumika pale ilikuwa ni ushawishi. Ni watu wanashawishiwa kuelezwa tu kwamba jamani, hili jambo lina uzuri wake, lina hivi na hivi, ambao wako tayari. Kwa hiyo wanaelezwa kwa maneno. Kwa hiyo mtu aondoke kwa hiari. Na hiyo kwa nguvu haikuwapo, ingawa baadaye wananchi walalamika kwamba bwana, kwa kuambiwa tunaweza watu wakaamini kwamba si nguvu inayotumika kutuhamisha hapa na ni kuondoka Ngorongoro. Lakini kwa ndani utaona kwamba kuna nguvu fulani. Nguvu gani? Wakawa wanasema kwamba ni kama zile huduma muhimu za kijamii zilikuwa zinakatwa fuse
Manake zilizuiwa sasa huduma za kijamii kuendelea. Kwa hiyo wanasema namna, lakini mimi bahati nzuri tangu mwanzo hili swala nimelifuatilia, nimekuwemo humo. Na uamuzi wa serikali kuamua kuwaondoa ama kuhamisha wananchi kutoka eneo lile na kuwapeleka Msomera ilikuwa ni maamuzi sahihi? Swala la kupunguzwa watu au kuondolewa ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni swala la kitaalamu. Ni swala la kitaalamu, lakini sio utaalamu wenyewe. Ni swala tunaweza tukasemaje, ni reality. Yaani kwamba hata kama mtu ameenda kusoma degree zake huko, mwingine lakini hajasoma kabisa, lakini amepita Ngorongoro, mathalani amepita Ngorongoro labda mwaka 80, akaja akapita mwaka 90, akapita 2000 na amepita 2022, akili ya kawaida inamtuma kabisa kwamba hii Ngorongoro inakufa. Sasa swala hilo kwa hapo ni rahisi tu. Ni rahisi tu kwamba hii Ngorongoro tunaiacha ife kwa sababu inalemewa na watu au tunaiokoa. Nakushukuru sana, nitakuja kwako. Reja kwako mwandamizi Absalom Kibanda. Uamuzi wa serikali kuamua kwamba wananchi sasa wahamishwe kutoka eneo lao la asili waliokuwa wanaishi pale Ngorongoro na kupelekwa Msomera, ilikuwa ni maamuzi sahihi? Ule ulikuwa ni uamuzi sahihi na hata tume zimethibitisha. Lakini yako makosa yamefanyika. Kwa mfano, kwa hiyo uamuzi wa kuwashawishi wananchi kuhama. Nadhani mwenyekiti wa ile tume ya kwanza Mheshimiwa Jaji amesema kabisa kwamba kwa hali ilivyo Ngorongoro, kama ingefika mwaka 2050 basi eneo la wakazi, wanyama, mifugo, yani lingekuwa uhitaji, yani eneo ni dogo kuliko uhitaji. Kwa hiyo ni serikali ambayo ni serikali makini. Serikali ambayo tunajua huko nyuma, si hii tu ya awamu ya 6, hata nyingine huko nyuma ambazo zinafanya makosa kuhusu mipango miji, kuhusu makazi. Hii ilikuwa ni hatua sahihi kuwashawishi wananchi, sio kuwalazimisha, kuwashawishi wananchi. Lakini ushawishi ulipaswa kwenda na elimu ya kutosha. Na mimi nilikuwa namsikiza hata Mheshimiwa Musa Iriombe kwenye ripoti yake, anasema moja ya vitu ambavyo vimefanywa hata kwenye sheria ya mamlaka ya hifadhi, Ngorongoro inatajwa kwa makosa kama ni eneo ambalo linaishi kabila moja tu la Wamasai. Lakini yeye mwenyewe anakwenda mbele, Mheshimiwa Yombe anasema hata hivyo ilibidi serikali itumie malaigwanani kuwashawishi. Na yeye mwenyewe anarudi katika mtego ule wa kusahau kama kuna makabila mengine ambayo wazee wake sio wala malaigwanani. Umeona? Kwa hiyo ili kosa ni kosa ni kosa la urithi. Kwa hiyo ninachosema uamuzi wa serikali kwa uamuzi sahihi. Na ukiwa kama mwanahabari na mwandishi wa habari mkongwe, unaonaje uwezo na uhuru wa tume iliyoundwa kuchunguza mgogoro huu wa ardhi na uhamaji Ngorongoro? Je, unadhani inaweza ikatoa hitimisho lisiloegemea upande wowote ule? Kwanza ripoti yao imethibitisha, ripoti za tume zote zimethibitisha. Kama kweli tunao watu wenye uwezo. Changamoto wala sio tume. Tume imethibitisha kama imetoa ripoti nzuri, hata kama kuna nyufa hapa na pale. Changamoto ni kwenye kutekeleza yale maoni, mapendekezo ya tume. Imekuja na maoni mengi. Sasa changamoto ni serikali ambayo na Mheshimiwa Rais kama kiongozi mkuu wa taifa, je, atayazingatia mapendekezo ya tume? Ingawa kuna jambo moja la heri, Rais mwenyewe amekiri kama kulikuwa na mapungufu. Nadhani kwamba mjadala wa Ngorongoro uliathiriwa ama umeendelewa kuathiriwa kwa namna yoyote ile na siasa za ndani au taswira ya taifa letu Tanzania kimataifa katika masuala ya uhifadhi. Umesema vizuri. Nadhani umesikia ripoti zote za tume zile zinaongelea kuhusu mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanasema yana ushawishi toka ndani na nje. Ni kweli kwa namna moja masuala ya siasa za ndani ya nchi yameathiri, lakini vile vile siasa za nje ya nchi yameathiri. Lakini kubwa siasa za nje na tamaduni, siasa za nje na siasa za ndani umeathiri vipi uhamaji huu wa wananchi kutoka Ngorongoro? Kwanza niseme kwa haraka tu, na nadhani Manyerere ataweka vizuri mbele ya safari. Ngorongoro iko ndani ya ardhi ya Tanzania, ile eneo la Serengeti Mara. Lakini mjadala wake
unazungumza kimataifa. Una jumuiya kimataifa inalizungumza ile jambo lile kwa sababu sasa ule ni urithi wa dunia. Kwa hiyo kwamba mazingira yake yanagusa mipaka ya ndani ya nchi na maslahi ya nje ya nchi. Rais Samia alieleza ya kwamba Ngorongoro ni urithi wa dunia. Bila shaka. Naam. Kuna ubaya gani sasa kama rais mwenyewe amekiri kwamba Ngorongoro hii ni urithi wa dunia? Kulikuwa na ubaya gani watu wa duniani kujadili yale yaliyokuwa? Kuna alisema kuna ubaya. Ngorongoro. Sisi sio kisiwa. Sisi wenyewe hapa Tanzania leo vita inaendelea kule Marekani na Israeli upande mmoja dhidi ya Iran. Tunajadili kwa kitu ambacho kuna watalii wanakuja. Moja maeneo ambayo ni urithi wa dunia, ni moja maeneo ambayo Ngorongoro na Loliondo kule ni maeneo ambayo yanavuta utalii. Yanavuta, ni rasilimali. Kwa nini ito urithi wa dunia? Ni rasilimali mpaka watu wengine wamefika mahali duniani wanafikiri. Lakini umesema hapa ya kwamba uliathiriwa na siasa za nje. Kuathiriwa sio maana kitu kibaya. Kuna athari nzuri na mbaya brother. Watu wa nje walijadili kwa athari chanya ama athari hasi? Hapana, ziko za zote mbili. Wako watu wa nje ambao wanajadili, wanaunga mkono uamuzi wa serikali. Lakini wako watu wa nje na wa ndani wanapinga uamuzi ule. Kwa hiyo wote hao walikuwa sahihi kujadili hilo jambo? Kwanza kikatiba, mtu kutoa maoni na kujadili ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo kusema kwanza kuzuia watu kujadili peke yake ni kosa. Kwa hiyo acha watu wajadili. Lakini mwisho tupate mwafaka sahihi. Na kabla sijamaliza eneo langu la kusema, nataka nikurejeshe kitu kimoja. Moja ya mijadala mikubwa kuhusu Loliondo na Ngorongoro kwa jumla ni kwamba serikali imeuza ardhi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza kelele za kuuzwa kwa Loliondo zilipigwa wakati rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi akiwa madarakani. Lakini Loliondo tunayo mpaka leo. Ngorongoro tunayo mpaka leo. Kwa hiyo katika mijadala hasi na athari mbaya ni ile ya kujenga hoja kama kitu kimeuzwa wakati hakijauzwa. Hicho. Kwa hiyo hii ndio mijadala ambayo wengine ni mijadala potofu. Tunaweza tukakosoa uendeshaji au ushawishi na matendo mengine kama yaliyofanyika, lakini tunapoenda katika mwelekeo wa kujazana ujinga kwamba pengine ardhi fulani Tanzania imeuzwa kwa sababu ya kuwepo kwa hatua fulani za kiuwekezaji au maamuzi ya serikali kama ya kuwashawishi watu kuhama, tunakosea. Wao ni tunafanya wa Tanzania, wao wanafanya wanafanya raia wa nje. Ripoti inasisitiza na ilizidi kusisitiza ya kwamba uhamaji wa hiari kwamba uhamaji uliokuwepo pale ulikuwa ni uhamaji wa hiari, ya kwamba watu walihama kwa hiari zao. Ni vigezo gani vilivyothibitisha kwamba uhamiaji ule ulikuwa ni wa hiari? Sasa ukisema vigezo kikubwa, kwanza nadhani mimi nimekuwa nawafuatilia wale baadhi ya wakazi ambao wamehamia Msomera, ambao wenyewe walikiri kwamba walikuwa wameshawishiwa na wakashawishika kuhama kwa hiari. Lakini kitu kingine ambacho kinathibitisha ule uwezo kama bado watu wengine wameendelea kubakia Ngorongoro na hawajahama, hilo peke yake ni uthibitisho kwamba ule uamuzi wa kuhamisha ulikuwa ni wa hiari. Kwa sababu kama ungekuwa ni wa lazima, hata yale mapungufu kama zile nyumba ambazo mpaka hazina watu kule Msomera zingekuwa zina watu. Lakini serikali ilisitisha huduma za kijamii katika eneo hile kwa wale ambao waligoma kwa. Hilo ni kosa na sio huduma tu za kijamii. Walinyimwa, hata walihamishwa mpaka vituo vya kupiga kura ambao serikali imeamua kufanya marekebisho. Hayo ni makosa ambayo tume imeainisha. Kwa hiyo serikali ilikosea kwenye hilo. Serikali ilikosea. Na nafasi zetu ilikuwa ni nini kama waandishi wa habari? Katika kama unasema na unakiri kwamba serikali ilikosea, ukiwa kama mwandishi ulifanya nini kwa umma na Watanzania hao ambao walinyimwa haki yao ya msingi? Vyombo vya habari vimeripoti pande zote mbili, ndio maana kuna mjadala mikubwa ya ndani na nje. Hata wale ambao wanatoa taarifa hasi wanapewa nafasi katika magazeti, wanapewa taarifa katika television, radio na katika mitandao ya kijamii. Na ndicho tunachofanya hapa sasa hivi kama wanahabari. Kwamba tunaelimisha, tunaikumbusha serikali kwamba lazima itambue kama kuna kipindi inafanya makosa. Na wajibu wa serikali ikifanya makosa ni kurekebisha. Taarifa zako kadhaa zilikuwa zinasisitiza watu kuhamishwa Ngorongoro kwa kuwa eneo lile lilikuwa hatarini.
Ni tafiti zipi ambazo wewe ulizifanya, tafiti za kisayansi ambazo zilionyesha kwamba yale maeneo yalikuwa ni maeneo hatari kwa wakazi wa Ngorongoro? Kwa mwandishi wa habari kuna utafiti unaufanya katika namna tofauti. Tukiwa vyuo huko ndio unaweza ukaenda ukafika pale ukachukua sample size, ukachukua vitu gani na mambo mengine kama unafanya utafiti. Lakini mengine kuna observation, kuna masuala ya observation. Lakini kwa swala la Loliondo hapo unaweka mambo makubwa mawili. Ni unafanya observation, unaenda unaangalia. Kwa mfano wanasema kwamba kuona ni to see is to believe. Unaenda kuangalia watu kwa mfano wanauliwa na wanyama pale walipokuwa wanasumbuliwa na wanyama. Unaenda kuona kwamba unapita ndani ya Ngorongoro, hasa kwenye ile caldera. Tunaita caldera lakini wengine wanaita crater. Unakuta kwamba sasa ng'ombe, mifugo inayofugwa pale ni mingi. Ng'ombe, kondoo, mbuzi na punda vihongo wale ni wengi kuliko ni wanyama pori wenyewe wanaofugwa. Na umesikia ile ripoti kwamba kuna wanyama fulani wamepungua. So ile unatazama Ngorongoro ya zamani tukipita, pamoja na kwamba tunazungumza mambo ya tabia nchi na nini, lakini ulikuwa unakuta hata ile miti maji yanadondoka, hata kama ni wakati wa joto huko Dar es Salaam tunaumia kule kwenye maji yanadondoka kwenye miti tu. Unaona bwana, ile vegetation. Kwa hiyo kuna ule utafiti unaofanya kwa kuangalia, kwa kufika yale maeneo, na nimetembea. Mimi kwa kweli nimetembea. Kuna baadhi hata vilimo ukiniambia pale nitakwambia hapa kijiji fulani. Kwa hiyo wewe kwa kuona kwako, kwa hiyo kuna moja ya kwamba yale maeneo yalikuwa hatari. Ya pili ni ripoti zilizopo. UNESCO wametoa ripoti nyingi, shirika la Umoja Mataifa la elimu na sayansi wametoa ripoti. Tuna wataalamu wetu hapa wametoa ripoti. Tena yupo mmoja alikuwa serikalini, Wizara ya Maliasili, Dr. Idi ametoa ripoti. Kuna ripoti nyingi zimetolewa na taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Kuna ripoti ambazo zimetolewa na watafiti hawa moja. Sasa shida tulionao ni kwamba hata sisi labda ambao tuko kwenye newsroom hatusomi zile ripoti. Mimi rais alivyounda hizi tume mbili, kwa kweli nilisema moyoni, hasa kwa ile tume moja ya swala lenyewe la ardhi ile ya Ngorongoro mpaka Loliondo, nikasema au uhalali au kutokuwepo uhalali wa watu kuhama pale. Mimi nikasema kwa kweli, na nadhani niliandika mahali nikasema hili jambo ni zuri alofanya rais wetu, lakini hizo tume hazitakuja na kitu kipya nje ya vile ambavyo viko kwenye zile ripoti. Viko wazi. Nimewasikiliza wakisoma zile ripoti, Engineer Iyombe pale na mheshimiwa jaji pale wakisoma zile ripoti. Nyingi ni zile tu. Kuna zile NBS na ofisi ya takwimu wameenda pale, wamefanya utafiti mahususi kuangalia hali ya umaskini ndani ya Ngorongoro iko vipi. Kwa sababu Ngorongoro watu wasichukulie kwamba yale maisha ya wananchi ndani ya Ngorongoro, kwa maana kwamba hiyo ukiweka na Loliondo, tusichukulie tu kwamba wanatazamwa sasa wanyama, lakini tunaenda kwenye ubinadamu. Karne ya leo, karne ya 21, bado tunataka mwananchi aendelee kuwa kivutio cha utalii, kwa sababu tu anaishi na nguchiro, anakunywa maji pamoja na fisi, ana makamasi, anapigwa picha. Tunasema tuache waishi kama hivyo kwa sababu ni haki yao wao. Sasa ukiacha ile hali kwamba inalindwa ile hifadhi kwa wale watu kupunguzwa au kuondolewa pale, lakini swala jingine ni yule ubinadamu. Kuna sheria ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imerestrict vitu vingi. Huruhusi kujenga nyumba ya bati, huruhusi kujenga nyumba ya tofali, huruhusi kujenga ghorofa. Hata hivi vitu vya umeme ni nini vimeenda leo kwa sababu ya maendeleo. Sasa hawa wananchi nao wana haki zao. Mle huruhusi kumiliki hata sentimita moja ya ardhi. Hakuna mahali ambako kuna mtu ana hati miliki ndani ya eneo la Ngorongoro mle. Isipokuwa ukienda sasa kule Loliondo, lakini hili eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, wale wananchi wote wanaona hakuna anayemiliki hata senti moja ya ardhi. Sasa ndio serikali ikafika pahala kwamba jamani, tuwatoe hawa kwanza, tuwapeleke mahali fulani wapate huduma za kisasa za kibinadamu kama Watanzania wengine na ulimwengu wengine. Lakini pia nao wapate hiyo, mtu akiwa na ardhi yake. Sasa kama pale Msomera kwa mfano, mtu anapewa ekari ngapi, anapewa nyumba, anapewa na mashamba, anapewa na hati.
Sasa hivi wapo ambao wanaenda benki kukopa nini. Lakini unaamini ya kwamba kuna watu ambao duniani kote vile vile ambao bado wanaishi katika maeneo yao ya asili? Hakuna pahala ambako serikali, mimi nasema tunaweza tusiipende hii serikali, tunaweza tukaisema hii serikali kwenye mambo ya msingi, tuungane na serikali yetu. Mambo ya maana tuungane na serikali kwamba hiki kitu ni cha maana, hiki kitu kina manufaa. Tuache ule ushabiki tuko kwa sababu kwamba labda kinafanywa na serikali au kinafanywa labda na Rais Samia au nani. Hayo mengine tutatofautiana. Haya kupigana virungu na nini, kuminyana demokrasia, tutasemana. Lakini unapokuja kwenye mambo kama haya, Ngorongoro, tunavyoizungumza Ngorongoro na rais alivyosema, tunavyozungumza hifadhi hatumaanishi wanyamapori kama anavyosema. Hatumaanishi wanyamapori tu. Na jana rais amesema Ngorongoro kuna mali imo mle. Sasa acha Ngorongoro, tunaenda mpaka Serengeti mpaka Fort Ikoma. Na kuna watu intruders wameanza kuzengea madini yaliyomo. Ile ni hifadhi ya taifa. Na kuhamisha huko sio kuua mila zao. Hakuna mahali ambako serikali imeenda kuwachapa viboko kwamba waondoke au kusema kwamba wasivae. Manake pengine kuna mambo ambayo walikuwa wanayafanya kulingana na mazingira yale wanayoishi. Mazingira yapo sana kwa sababu ndio maana ndugu zetu, kwa mfano nikachukulia leo ndugu zetu wa Datoga, wa Hazabe, wa Masai ambao wameshuka na bonde la Ufa kwa historia zilizopo kwamba wakitoka huko kaskazini. Tena inaonekana kwamba ndugu zetu wa Masai ndio wamekuja mwishoni kabisa wamekuja. Hao kuanzia hapo wamevuka kote. Wameenda hiyo Karatu yote wamepita, wameenda Babati, Simanjiro, wameenda mpaka Morogoro, wako huko sasa hivi wanaingia Zambia. Kuna mtu aliyewazuia. Sera ya nchi hii ni kwamba Mtanzania ana haki ya kuishi pahala popote pale. Pale Tarime kuna almasi pale, na kuna dhahabu. Watu wameondolewa pale. Pisheni dhahabu ichimbwe iwe ya manufaa ya nchi. Watu mpate barabara za lami, mpate hospitali, mpate madaftari, mpate ma-x-ray huko mahospitalini. Tarime wamepisha. Kwa hiyo na Loliondo hawasemi hebu muiache, wanasema jamani, hebu tuweke utaratibu, tupunguze hii kazi. Hata nyumbani kwako bwana, una vitoto vidogo vinakuwa vikifika umri fulani namba inaongezeka, unasema sasa hao ni wajengee pembeni, ni wapeleke pengine kidogo. Huu uwanja na eka 5, ile eka 1 ngoja niwapeleke mabinti wavulana pale. Na kulikuwepo na takwimu halisi zilizoonyesha kiwango cha uharibifu wa mazingira ambao ulisababishwa na wakazi wa Ngorongoro. Ndio, takwimu zipo ni kubwa na zinasikitisha kwa kweli. Na hata juzi umesikia kwenye ile tume ukiambiwa baadhi ya wanyama kwa mfano ambao hawaonekani mle. Tunazungumza tunasema mabadiliko ya tabia nchi. Kimsingi haya sio mabadiliko ya tabia nchi. Haya ni mabadiliko ya tabia watu. Ni tabia za watu ndio zinabadili. Na hii tukiisema hii hatumaanishi ni wale wakazi ndugu zetu wanaoishi mle peke yao, Wahazabe wale, wa Masai wale, nani wa Datoga. Hapana. Hii tunazungumza pia kwenye mpaka uwekezaji. Kuna mwenyekiti wa bodi mmoja Ngorongoro, sitaki kumtaja, lakini alikuwa hapo na ripoti yake ipo. Nadhani sijui ni kwa sababu ya uungwana wa watawala wa wakati huo ilikuwa shitakiwe. Wamegawa vibali mpaka kujenga kwenye ile limu ile, kwenye kreta ile, kwenye limu yote wamejenga. Sasa hivi kuna mazungumzo kuna maneno yanazungumza ambayo ndani yake kunaweza kuwa na ukweli kwamba tuna joto la kuongeza vyumba vya hoteli viwe vingi kama washindani wetu majirani. Sasa hiyo imekuwa ni kama certificate sasa ya kutoa maeneo hayo. Ukienda Ngorongoro sasa hivi hizi shughuli za kibinadamu zinakuwa nyingi, hizi roji zinakuwa nyingi sana. Serengeti hali kadhalika. Sasa pengine labda ingefanyika busara hizi roji nyingine zikawa maeneo ya Karatu huku, waende huko Babati huko, waende kule Mgumu, Serengeti, Bunda huko pembeni huko, waende Babati, Bariadi. Kwa hiyo hii tukizungumza zile shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro ipo, lakini sio Ngorongoro tu, hata hifadhi nyingine hiyo hali ipo. Kwa nini ukufikiria kushauri katika maandiko yako namna nyingine ya kuhifadhi mazingira bila watu kuhama kama ilivyo katika baadhi ya hifadhi zingine duniani? Tumezungumza, lakini pia hapo watu utawafanyia vasectomy kwamba wasiendelee kuzaliana, haiwezekani. Lakini tukasema moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika pale, kwa mfano wananchi mle walikuwa wanapelekewa huduma zote za kijamii, kwamba hawaruhusiwi kulima faini, sasa wapelekewe mpaka chakula, wanagaiwa bure. Ni mjinga gani yuko Babati anasikia Loliondo, Ngorongoro kuna chakula cha bure, asiende kufuata hicho chakula, hizo huduma za bure zinazotolewa mle? Kwa hiyo
pamoja na kwamba hii athari ya ongezeko la watu ilionekana pale, lakini serikali ilishindwa kuchukua hatua fulani za kukabiliana na hilo swala. Moja wapo ni kama hivyo kwamba unawaambia watu wapungue, lakini unapeleka vivutio. Hiyo nayo kidogo ilikuwa, lakini nyingine hapo ni kwamba nitakuja kwako kabla sijaja kwako kaka Kibanda. Manyerere, ulisema kwamba hakuna mwenye hati ndani ya mbuga na ya kwamba kuna mwenye hata eneo punje ndani ya hifadhi, na sasa hivi unasema kwamba kuna nyumba za wageni zinajengwa sana. Hawa watu wanatoa wapi hiyo hati ama siri wa kujenga? Vibali wanapewa, vibali hivyo wananchi wao. Kwa hiyo wananchi wao ambao ni wazawa hawawezi kupata kibali hicho cha kujenga? Hapana. Sasa nyumba wanazojenga hao wageni sio kwamba ni nyumba mtu anajenga nyumba yake kwenda kustarehe yeye na familia yake. Hapana, zinajengwa ni hoteli, zile lodges zinajengwa hizo kempu ambazo ni zilikuwa za muda, lakini na hoteli za kudumu vinajengwa hivyo, ambayo kwako unaona kwa mwananchi wa kawaida, kama wananchi wanaona kwamba ambao walikuwepo hapa wao wanaondolewa, lakini sasa wanaona wageni wakijenga majumba makubwa ya kibiashara za kifahari. Is it make sense to you kama Mtanzania na as a senior journalist in this country? Nasema sijui kwenye zile ripoti za tume zimesema nini, lakini tunachokisema ni kwamba hapa kuna mambo kote. Si kwamba kweli serikali imekuwa perfect kwa mambo yote, hapana. Kuna vitu vingine kama hiyo inaozungumzwa hiyo ya utoaji wa wa vibali vya ujenzi wa hoteli. Tunahitaji sana wageni waje, lakini ujio wao usio kwenda kuvuruga, kudistract. Shikilia hapo Kibanda. Ni wapi ambapo unahisi serikali imekosea ama ilikosea katika mchakato ule wa kuhamisha wananchi kutoka Msomera mwaka 2021? Baada wakati ule wa ile sekeseke imekuwa kubwa la watu kuhamishwa kwa hiari na vurugu kule na ile mgao wa ardhi kule Loliondo, nilipata na wakati ule kama nakumbuka, alikuwa waziri mkuu aliunda timu, baadaye rais akaanza kuisimamia mwenyewe ile kulisimamia mwenyewe kupitia kwa mkuu wa mkoa. Mimi nilifika ofisini kwa mkuu wa mkoa, alikuwa mkuu wa mkoa wa Arusha wakati John Mongela, na tukasafiri wote kutoka Arusha mjini mpaka Loliondo katika ile tukio ambalo polisi mmoja aliuawa. Moja ya changamoto kubwa ambayo iko kule Loliondo na eneo la Ngorongoro, eneo lote la ukanda wa Serengeti Mara, kuna jambo moja ambalo aliyo addressed vizuri. Nilitegemea kwenye tume ningelisikia kwa urefu kwa kina kuhusu kutokuwepo kwa mipaka, the boundlessness, yani hakuna mpaka hapana mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Wale jamii ya wafugaji wanaoishi kule, wengine wanatoka Kenya, wengine wanatoka upande wa Tanzania. Tulipofika Loliondo wakati ule na mkuu wa mkoa, moja ya vitu ambavyo nilijifunza na kuona mwenyewe ni namna ambavyo baadhi ya mifugo ambayo ilikuwa inaonekana inalishwa katika eneo lile la ardhi tengefu ambalo nadhani tume moja hapo imerekebisha kama liondolewe katika mamlaka ya kwamba litolewe. Ilikuwa ni mifugo wakati huo, kama nakumbuka ilikuwa ni mwaka mmoja kabla ya kombe la dunia ambalo lilikuwa linafanyika kule Qatar na wapi kule. Kulikuwa na kondoo walikuwa wanalishwa toka nchi jirani kule, kwa sababu maisha yetu kule ni tofauti na haya ya kwetu. Kwa hiyo pamoja kama tunaunda tume moja ya kosa, sasa narudi makosa ambayo serikali ilikosea, kwamba inaliangalia eneo lile linapaswa liangaliwe si tu kwa upande wa nchi yetu, hata tume au namna kupata solution, kwa sababu sisi watu wote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunapaswa kukaa na nchi jirani kulijadili na kuliangalia jambo hilo. Hilo ni moja. Lakini makosa mengine ya serikali tume imeainisha, kama watu walihamishwa pasipo kupewa elimu au ya kutosha kuhusu nini wanayohitaji. Kituko kimoja kingine cha tatu ambacho serikali imefanya katika makosa, unasema kasema Mheshimiwa Musa Yombe pale kwenye ripoti yake, anasema Wamasai wanawake zaidi ya moja, wawili, watatu. Kwa hiyo kaya moja inahitaji nyumba tatu. Unamhamisha baba kwa sababu ambaye ni kichwa cha familia, lakini ana wake watatu. Sasa anafika kule umempa nyumba moja, anashindwa kujua ni mke wake yupi. Kwa hiyo serikali ilikosea, ilisahau, inafahamu mila na taratibu za maisha ya Wamasai kwa mfano, au ya wafugaji.
Kwa hiyo ilipaswa kufikiria nini inafanya. Ndio maana tume imefika baadaye inapendekeza eti zitolewe fedha sasa hivi huko mbele ili watu wao wakajenge nyumba wenyewe. Hilo itakuwa ni kosa la serikali. Ikikubaliana na ushauri huo, itakuwa ni kosa jipya la serikali, kwa sababu utawarudisha jamii ile ya Wamasai katika zama zile ambazo pengine inapaswa kuondoka. Umesema swali moja hapa kati unaongea na mimi au na Manyerere kwamba ziko baadhi ya mila katika watu wengine duniani katika maeneo tofauti wanaishi katika mila zao. Ndio, kwa mfano kule Afrika Kusini. Lakini kule Loliondo, kule Ngorongoro, angalia kitu kimoja. Usiangalie tu Manyerere ameongea baadhi ya athari za kijiografia za miundombinu, lakini ziko hatari za kimaisha. Wale watu wa kule Wazuru kwa mfano, au wale watu wa Lesotho ambao wanaishi maisha yao hayahatarishi kwanza mazingira, hayaharibu miundombinu, hayatarishi maisha yao wenyewe. Na laiti ingekuwa hivyo Loliondo na Ngorongoro, wala kusingekuwa na shida kwa sababu ya kusema watu wahame. Kibanda, umeeleza kwamba hapa ya kwamba moja kati ya makosa ambayo serikali ilifanya ikiwemo ya kwamba unakuta baadhi ya Wamasai wanawake zaidi ya moja, na pale walipohamishwa walipewa nyumba moja. Unadhani nini hasa sasa ambacho kinapaswa kufanyika kwa wale waliohamishwa pale na makosa yakafanyika dhidi yao? Kwa sababu walipokuwa kule, hata kama walikuwa kwenye nyumba zao za asili, unakuta mtu ana nyumba 3 na wake zake wote 3 wako kwa kila nyumba yake, alafu kule wamepewa nyumba moja moja. Na hilo kosa unadhani nini hasa ambacho sasa serikali inapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba makosa hayo makubwa na madhara ambao walipata hawa watu ya kutenganisha familia yake na mtu na mke wake? Kwanza serikali ilipaswa kufanya utafiti wa kutosha. Ingekwenda kujenga makazi bora. Lakini yale maboma ya Wamasai au ya boma ya wafugaji wengine yangejengwa hata kama ni katika usasa, lakini katika mazingira ya kutambua kama Masai fulani anataka amekubali kuhamishwa kwa hiari, ana wake 3, nyumba zikajengwa, nyumba boma kuu na nyumba. Kwa hiyo nyumba zingejengwa tofauti. Lakini pili, kwa hali ya sasa hivi sikumbuki lakini nadhani zaidi ya nyumba 1500 tumeambiwa bado ziko wazi, hazijapata watu mpaka sasa hivi. Nadhani mimi ningeshauri wale ambao pengine wameshahamia kule, lakini wanapata tatizo hilo la kwamba mtu na wake zako 3 umepewa nyumba moja, zile nyumba ambazo hazijapata wakaazi mpaka sasa hivi wapewe wale wake zao wengine. Sasa kama nyumba pengine hiko umbali wa kilomita 1 kutoka huyu alikopewa, sasa umeziangalia? Hapana, nyumba zile mimi nimeziangalia. Manyerere amefika kule, lakini nimeangalia zile ni nyumba ambazo zimejengwa katika eneo moja. Hata kama sio kama mmoja hapo yuko katika eneo moja, huko alikokuwa na umbali mkubwa. Kama nyumba ya mke mdogo hiko hapa, mke wa pili, mke wa 3 anawaona wake zake kwa wakati moja. Kibanda, sio kama mfika Umasaini. Mimi nimefika kule, unafika kule wakati mwingine unaweza kufikiri hakuna watu, nyumba zao ziko mbalimbali. Tuje kwa muhifadhi, ni kosa hipi ambayo unahisi ya kwamba serikali ilifanya, na hata wewe katika maandiko yako na sasa hivi ukitazama ripoti ya tume unaona maswali muhimu ambayo wananchi walikuwa wanajiuliza hayajibiwa na tume? Mimi niseme kwanza serikali kwamba makosa yapo kwenye mambo makubwa kama haya. Makosa yapo, nasema sipo kuitetea serikali wala kuilaumu, hapana. Mimi naangalia ni muktadha mzima, picha ambayo tunayo sisi wa Tanzania, ambao labda sisi tunaopenda uhifadhi tunayo kuhusu Ngorongoro, kwa maana ya Ngorongoro na Loliondo. Dosari zipo na moja, kwa mfano zimeundwa tume nyingi sana kuhusu Ngorongoro. Na pengine right kama serikali au watawala wakati huo wangesikia hayo mambo, leo Rais Samia asingekuwa na hili furushi au ile misumari ya Ngorongoro. Na mimi niseme amekuwa ni kiongozi katika hilo. Mimi kwa kweli Rais Samia mimi nampongeza kabisa. Amekuwa na uthubutu wa kuhakikisha kwamba Ngorongoro inapona. Maana wakati fulani aliwahi kuuliza
Akasema tukubaliane tu kama Ngorongoro inakuwepo au inatoweka. Sasa ni jukumu letu sasa, inatoweka au inabaki. Sawa. Ni maswali gani muhimu ambayo unajua wananchi walikuwa swala jingine nimesema kwamba ni kutokushughulikia kwamba ripoti zinazotolewa na wataalamu. Hilo moja. Serikali haitili maanani ripoti. Ni kuambiwa NGO ni shida. Tunazungumza kuelimisha wananchi wa Ngorongoro. Wananchi sio kwamba hawaelimishwi, wameelimishwa sana. Wameambiwa vizuri sana. Kwamba wananchi hawakuwa wanasikia. Wanaambiwa na mpaka hata maraigwa nani wanakaa na viongozi wa serikali na nani wanakaa wakitoka pale wakienda kikao kingine kinafanyika. Kinafanyika nini? Nyuma yake NGOs. Ngorongoro yenyewe wilaya moja hiyo ile NGO zaidi ya 45 50. Ngorongoro hapo. Kwa hiyo na Ngorongoro kilichopo watu wanatazama tu kwamba eti kuna watetezi wa haki za binadamu na hapana. Kuna maslahi ya watu yako pale. Yapo. Maslahi gani? Maslahi moja hapo ni kwamba Ngorongoro kwa ujumla wake, maana Ngorongoro na Loliondo ni watu wamegeuza kwa ni eneo lao. Na hata ripoti ya nani ya NBS ilikuja kubaini tu kwamba katika ile mifugo yote unayoona pale ndani ya Ngorongoro pale 80% mpaka 90 sio ya wakazi wanaokaa mle Ngorongoro. Wale wanaochunga ile mifugo wengi ni maskini walioajiriwa, ujira wao ni maziwa wanaopata kwa wale ng'ombe. Wale ng'ombe wana wenyewe. Na sio siri kwamba ujirani mwema tunauhitaji, lakini majirani zetu waliingia, na ndio maana kwenye hiyo operation ambayo ulishiriki ya kuweka ile mipaka ya kutenganisha Pororet na eneo ile la wananchi. Ile shughuli iliyofanyika mifugo ilipungua sana. Swali langu la msingi ni kwamba mambo gani ambayo serikali ndio hicho ninachokwambia, tatizo linatokea lakini inakuwa inachelewa kuchukua hatua au kusikia. Kwa mkanganyiko huo wa serikali kutofanya utafiti wa kina kabla haijafanya maamuzi, je, serikali imetoa suluhu gani au imeongeza migogoro na migongano baina ya wale waliokuwa wakiishi katika maeneo yale? Maanake unakiri ya kwamba serikali haikufanya utafiti wa kina. Sasa sawa, hawakufanya utafiti wa kina. Mimi nilikwambia ndugu yangu Odemba, hili swala tunaweza tukalizungumza mpaka wiki ijayo. Tumekaa hapa. Ngorongoro ile ni mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro. Na tumeona hapa juzi hapa rais amepangua sana wale tunaita masisi makamishna wa uhifadhi pale. Ndani ya miaka hii ameondoa kama watatu hivi ameondoa, ukiacha CC Manonge ambaye kwa kweli alistaafu akaongezewa muda, kwa hiyo ametoka pale kwa mujibu wa sheria. Ngorongoro ni pagumu. Kuna macho mengi sana. Kuna macho ya raia wenyewe, wananchi wanaokaa pale. Kuna macho ya NGOs, kuna macho ya mashirika ya kimataifa, kuna macho mengi sana pale. Ngorongoro kuna mambo mengine yanafika, tunaweza na rais atakuja hawa maasisi atawaondoa kila leo. Kwa mfano, leo kuna vitu ambavyo vinapaswa vifanywe ndani ya mamlaka kwa mamlaka alionayo CC, lakini CC anaweza kazuiwa na mwenyekiti wa kijiji au akazuiwa na mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa. Mfano, tuseme wazi tu, mambo mengine yako wazi tu. Ilikuwa inajengwa barabara kutoka Rodware kwenda Golini pale. Barabara ya tabaka gumu. Mkandarasi yuko site, kazi imeanza, lakini kuna mkuu wa mkoa mmoja akapiga simu huko anakojua, ikatolewa amri hiyo barabara izuiwe. Kisa nini? Ana interest zake, alichukua na kitaka pale hakupata, basi akazuia. Sasa ule mwingiliano wa Ngorongoro, hata leo kampeleka CC ambaye ni malaika ataferi tu. Sasa hivi kuna CC mmoja mchapakazi mzuri sana, Badru pale. Ameenda, ni mchapakazi mzuri, lakini nakuhakikishia vizingiti atakavyokutana navyo pale, nadhani pengine anatembea na panado nyingi sana, anazo na dawa za maumivu. Na yote kwa sababu gani? Mwingiliano. Atakuwa na pressure ya wakubwa serikalini, atakuwa na pressure NGO, atakuwa na pressure wananchi, atakuwa na pressure viongozi wa kijiji, atakuwa na pressure ya baraza la wafugaji ambalo tena tunaona linashauriwa lirudi, ambalo lilikuwa linatafuna billions of money for nothing. Tume inashauri ama tume imetoa ushauri ya kwamba serikali ingepaswa kutoa fedha
na sio kuwajengea. Amesema kwamba nia ilikuwa ni njema ya kufanya hivyo, lakini ni vyema wangepewa pesa ili kila moja aweze kujenga aina ya nyumba anayotaka. Kibanda hapa amepinga wazo hilo, akasema hilo ndo lingekuwa mbaya zaidi. Wewe unasemaje? Na mimi kwa kweli naweza nikasema nikafanya nini, abstain. Lakini kimsingi kwa kweli kuwapa fedha, mwanzo walikuwa wanapewa fedha. Na nadhani mmezungumza hapa kwamba mtu ana wake wawili watatu anafanyaje. Lakini mwanzo alikuwa anapewa hiyo nyumba sawa, lakini baadaye alikuwa anapewa shilingi milioni 10. Milioni 10 ilikuwa ni kwamba yani ilikuwa ni shukrani, haipo katika utaratibu wote ule wa fidia lakini ni kama asante ya rais, walikuwa wanapewa milioni 10. Sasa kama kweli kigezo ni kujenga zile nyumba zetu zile nyumba, milioni 10 inaweza ikajenga hata nyumba 2-3 ikajenga. Lakini kama lengo ni kuwatoa katika ile hali walikuwa nayo ya nyumba za udhalili, zile ambazo ndani mle kuna moshi kuna nini, basi mimi nadhani itafutwa namna nyingine kuwapa fedha moja kwa moja. Kwanza nilipotafutia matatizo, kwa sababu hata hao waliopewa hizo fedha wengine walikuwa wamepewa fidia. Kwanza tuende kwenye ukweli wenyewe. Sio kwamba mtu alijengewa nyumba afu akapewa na milioni 10 tu hivi, hapana. Walijengewa nyumba, lakini wengine wakapewa mpaka milioni 20, milioni 30 kutokana na labda mali au majengo walikopo nao pale. Wengine wamepata fidia mpaka milioni 60 wamepewa, pamoja na nyumba na ardhi, kila kitu walipewa fedha nyingi. Lakini ndani ya muda huo Handeni wamepata shida kubwa sana. Alikuwepo nani DC nani mwanasheria huyu sasa hivi ndio DC wetu Ubungo hapa nani Msando samani jina limetoka kidogo. Msando alikuwepo pale. Moja ya shida aliyoipata ni malalamiko makubwa sana ya wale wananchi, namna walivyokuwa na misuse zile fedha. Kwa hiyo halmashauri ikafanya kazi kubwa ya kufanya mikutano, kuwaita wale, kuwaelimisha namna gani. Maana mtu kwenye akaunti yake amewekewa shilingi milioni 20, basi akikaa tu anaenda anachomoa, lete pikipiki, nafanya hivi. Na kweli wengine wakawa sasa na mapikipiki na vitu vya anasa. Sasa kuwapelekea pesa, sawa, tunajua kwamba ni haki yao mtu apewe, lakini bila kutanguliza elimu ya matumizi ya hizo fedha itakuwa ni kazi bure. So mimi nadhani hapo kunahitajika kufanyike study nyingine, kama ni vigezo vya hizo nyumba, kwamba unaamini ya kwamba hawana uelewa wa fedha. Uelewa ni mdogo, hiyo tukiri kweli bwana, sio wote, na wala sio ndugu zetu wafugaji tu, kwamba Wahadzabe hao, Wamasai, Wadatoga ndio kwamba wana hiyo shida. Hiyo shida hata ukienda Uzarakini ipo, kwa sababu tumeona watu katika maeneo mengine ambao watu wamekuwa pengine wakihamishwa kutoka eneo fulani ambao serikali pengine inataka kuweka miradi fulani, inawapa fedha, wao wanaenda kufanyia mambo yao, ikiwa pamoja na kutengeneza makazi kwa hiari ya mtu. Kwa nini kwa hawa Wamasai mnaona kwamba haikuwa ni njia sahihi na sio njia sahihi kwa fedha? Haya mambo huwezi ukaenda na formula moja. Hata hizo soda hazitengenezwi zote kwa formula moja, kwamba kuna hawa wanaondolewa kipawa, labda wanapewa cheki zao na nini, lakini na mwananchi ambaye kwa kweli ni hohai kabisa, anatoka kule ndani Ngorongoro, anatoka kijiji kinaitwa nini, kule ndani kabisa, hajawahi kukutana na shilingi labda milioni 2, kwa sababu labda yeye ni mhudumu. Acha wale wenye zile mali, leo uje umpe shilingi milioni 50 useme sasa nenda kufanya unavyotaka. Kwanza ni kuhatarisha maisha yake tu. Lakini mimi nadhani bado sasa ndio ushirikishwaji huo. Serikali sasa inaweza, alimradi hii imeonekana ni kasoro, serikali sasa inaweza kukaa na hao maraigonani na viongozi mbalimbali na hao wenye NGO wakazungumza, jamani sasa tufanyeje? Kama sasa ni ushirikishwaji, lakini kwanza sharti tuwe na kitu kimoja cha kukubaliana, kwamba wananchi wale wanaotaka kuhama wahame kwa hiari, wasiwekewe vikwazo na hizo NGO au ushawishi unaotoka kwa baadhi ya wanasiasa na hizo NGO. Hapana, waachwe wananchi wenyewe waamue, kwa sababu kule kuna chain of command, kwamba wajua akisema hakuna kwenda, hao wote wanakuwa hawaendi regardless wana maisha gani. Kwa hiyo mimi nadhani serikali wanaweza kukaa na wale viongozi wenyewe wakakubaliana, ingawa ni ngumu sana. Na mimi niseme kitu kimoja,
tume imeleta mapendekezo mazuri, utekelezaji wake utakuwa ni mgumu sana. Na ni ugumu wake unakuja hapo kwamba kuna kundi la wasomi, wafugaji wasomi ambao wanakuwa na ushawishi wa vitisho na mambo mengine kwa maraigwanani na kwa wananchi wa kawaida. Sasa jamii ya namna hiyo ni shughuli ipo. Kwa hiyo kusoma hizi ripoti na tusidhani kwamba mambo yanaenda kwa smooth namna hii bado. Na sasa utaanza kusikia kelele za menjo na nini. Lakini mimi ninachosema ni kwamba ni jambo jema hizi tume zimeundwa na Watanzania wenyewe. Kelele zao zina maana, hazina maana. Kuna baadhi ya mambo yana maana. Kuna mengine nasema unavopiga kelele hapa. Kwa nini unadhani kuna NGO? Nenda kafanya auditing yake. Uone zinatoa wapi fedha. Na fedha zinaingia ngapi na zinafanya nini? Mimi nikisema hivyo kwa sababu nimefanya habari za uchunguzi, ninayo yote na mengi nilishaandika. Kwamba NGOs wanatoa fedha wapi? Wanazipata wanakojua. Zinakuja kufanya nini? Lakini hawajengi shule, hawajengi chochote. Wewe umesema kwamba umefanya uchunguzi na unajua zinatoa. Sasa hapa mimi siwezi kudisclose hapa. Unajua siwezi kudisclose hapa. Lakini unaamini ya kwamba fedha ambazo hayo mambo nimedisclose kwenye gazeti. Unaamini ya kwamba fedha ambazo wanazipokea wanazitumia kwa minajili njema ya kazi waliokusudia kufanyia? Si wote. Lakini asilimia kubwa wanafanya. Ndio maana waziri mkuu aliyepita Waziri Mkuu Majaliwa alishatoa maagizo NGO zote zifanywe na uhakiki. Zikafanywa uhakiki, baadhi ya NGO zikabaki, nyingine zikafutiwa usajili. Nakushukuru sana. Nije kwako kaka Kibanda. Katika mazingira kama haya ya sasa ambapo tayari tume limekwisha toa ushauri wake na mara kadhaa tumeshuhudia matukio yanapotokea tume inaundwa na si mara moja au mara mbili. Unadhani ripoti ambazo zinatolewa na tume mara baada ya kuundwa, je, serikali inafanyia mapendekezo, inafanyia kazi mapendekezo zinazotolewa na tume zilizoundwa? Kwanza katika mazungumzo yetu hapa nimesema kwamba kama kuna changamoto kubwa tulionayo ni serikali kutekeleza yale maoni yanayotolewa na tume. Maoni ya msingi, si maoni yote yako sahihi, kwa sababu hata sisi baadhi hapa tumekosoa baadhi ya maoni. Kwa hiyo mimi pia napata shaka, na Manyerere ametukumbusha jambo la msingi. Ziko ripoti hizi, si tume za kwanza kuundwa kuhusu maeneo masuala yanayogusa ardhi na masuala yanayogusa uhifadhi. Kwa tuna utajiri wa ripoti. Na Manyerere amekwenda zaidi hapa, hata mimi ambaye nimekuwa nafuatilia kama mdadisi, kama mchambuzi, ripoti nyingi na takwimu nyingi ambazo nimezisikia kwenye hizo tume nimezisikia mara nyingi. Lakini mimi binafsi yako mambo mapya pia nimeona kama yale mapendekezo. Lakini unasema kwamba serikali hayafanyi kazi mapendekezo ya tume. Hapana, yako mara nyingi serikali ingekuwa inafanyiwa kazi. Leo hii tatizo la Ngorongoro na Loliondo lingekuwa limepatiwa kwa hatua kubwa. Serikali inazifanyia kazi mapendekezo ya tume, hazifanyii kazi. Sasa hii sio hesabu za kujumlisha 1+1=2. Ni mambo ya kufikiria na muktadha. Kwa yako mambo yanafanyiwa kazi na kwa mambo hayafanyiwi kazi. Katika hili na ripoti iliyotolewa ukitazama yatafanyiwa kazi kwa jinsi ambavyo kwa leo hii kwa mara ya kwanza tunamsikia rais mwenyewe anakiri kwamba tulikosea. Kuna makosa tumefanya. Yumkini yatafanywa kazi. Unahisi ni nini hasa kilichokuwa kinakwamisha ripoti hizo zingine kutofanyiwa kazi kama ambavyo na wewe Kibanda unakiri? Nachosema ni utayari wa kiongozi. Wanasema si kwa Tanzania tu. Viongozi hao hawakuwa na utayari. Nini lile utayari, kuna neno lake mahususi kama dhamira ya kiongozi mwenyewe. Hili lisipofanyiwa kazi itakuwa ni rais mwenyewe na serikali yake kwenda kinyume cha dhamira ambayo ameonyesha kama ni positive. Yeye ndo amefanya swala la Msomera limeanza wakati wa serikali ya 6. Na kama kuna legacy moja ambayo anapaswa kuikamilisha kwa ukamilifu na kwa ufasaha, ilikuwa ni hii ya kuhamisha wananchi kwa hiari toka Ngorongoro. Kwa hiyo asipotekeleza au akikoma kutekeleza ni kufeli kwake yeye mwenyewe kama rais na serikali yake. Dhamira hiyo unaiona? Dhamira tumeiona kwenye kuhamisha, pamoja na makosa na mapungufu yaliyotokea, na tumeona kwenye dhamira kuunda tume, lakini haitoshi kuunda tume. Huo ni ukweli. Haitoshi kuunda tume. Kuna masuala ya elimu
elimu, kuna masuala ya kutambua siasa za uhifadhi na siasa. Mimi napata shida wakati mwingine eti serikali inapozidiwa nguvu na NGOs katika ardhi ya nchi ambayo una mamlaka kamili, na wala mimi siungi mkono kutumia mabavu dhidi ya NGOs. Naamini katika ushawishi, kama NGOs wanaweza kuleta ushawishi wa kifedha wa hoja, serikali inashindwaje? Kumekuwepo vile vile na maneno mengi nyakati nyingi tu pale ambapo tume zilizoundwa ikiwa inatoa ripoti yake, watu wamekuwa wakisema ya kwamba ripoti zile zinachakachuliwa kabla hazijaja kwenye umma ama kabla hazijaja kwenye public. Wewe umeonaje hii ripoti? Mimi ripoti inaweza kuchakachuliwa, sina uhakika, ingawa najua kwa maneno ya namna hiyo. Kwamba kuna huwa zinachakachuliwa kabla hazijaja kwa umma. Kutia shaka jambo ni ubinadamu. Wewe hili ripoti hizi umezitilia shaka, uko nazo sure? Mimi sijazitia kwa sababu nimeona kwanza ripoti ambazo zimeweza kufichua udhaifu wa serikali na makosa ya serikali na imani nazo. Lakini pia na uhakika kama nimewasikiza wenye viti wote wawili. Nimeona kuna tahadhari nyingi wamezichukua. Unajua wakati mwingine wana uzoefu. Tuna uzoefu hapa wa jaji mmoja alikwenda kutoa ripoti mbele ya rais wa awamu ya 3. Rais akahamaki kweli kweli. Kwa hiyo lazima tuwe wa kweli. Kama wakati mwingine wenye viti au hizi tume zinatoa ripoti kwa kuangalia taswira na kile ambacho rais au aliyeteua tume anakitaka. Shikilia hapo hapo. Kwa hiyo upo yani huo ni ukweli ambao sasa nataka nimalize kidogo. Huo ni ukweli ambao mteule wa tume kama rais na hata Watanzania wakati mwingine huo ndio ubinadamu wenyewe. Narejea hapo hapo. Banyerere, unadhani ya kwamba kuna wakati ripoti ambazo zinatolewa na tume zilizoundwa na rais zinachakachuliwa kabla hazijaja kwa umma? Sasa sijui kuchakachua, sijui hapo unalenga nini, lakini kwamba kinacholetwa kwenye kwamba nini kiende kinacholetwa kicho kinacholetwa ndio tunakiona, ndio hicho. Kwa mfano mimi sidhani kama kuna uchakachuaji wa kiasi hicho, labda kama ni lakini kuna uchakachuaji mdogo. Mimi niseme tu mara nyingi hizi tume mimi ikishaongozwa na jaji wewe mimi natokea kidogo nakuwa na kitu fulani. Amezungumza hiyo ripoti iliyopita ya rais wa awamu ya 3. Alikuwa nadhani Jaji Kisanga. Nakumbuka nienda kumuuliza, bwana mheshimiwa anasema hivi na hivi. Kama hataki aiache, aitupe tu aunde nyingine. Sasa haya mambo ya kwamba nini kinachokuwa kwenye hizo ripoti, labda kama kinachakachuliwa au namna gani. Sasa mimi nadhani kama ni uchakachuaji, mimi nadhani hata sisi tusingeona mambo ya kuunga mkono au ya kukosoa ambayo yametolewa kwenye zile ripoti. Kwa hiyo unaona kama ni ripoti ambazo zimebalance kwamba wanaangalia haki za watu katika muktadha mzima wa Ngorongoro, haki za watu, haki za wanyama, haki ya hao viumbe wengine wa Tanzania wanaokuja baadaye, sababu sisi wazee wetu wangefanya mambo ya vurugu, wangefanya faulo nyingi, sisi hivi tunavyoviona leo visingekuwa hapo. Kwa hiyo haki hao wengine yote hizi tumbo kitazama, ukisikiliza kwamba imetazama kote huko. Na serikali imesemwa kwa njia chanya, kwa mfano kwamba swala la kuilinda Ngorongoro kwa hatua zilizochukuliwa, wazo la kuilinda ile Ngorongoro ni wazo jema. Sasa utekelezaji unaonekana kuna dosari za hapa na pale, ni vitu vya kawaida. Sasa kwenye tume mimi nadhani hatuwezi kwenda kuhitaji kitu kingine zaidi nje ya hicho, lakini pia tukumbuke kwamba pale tumesomewa ni muhtasari tu, lakini ile ripoti unaweza kukuta ina kurasa 300 400. Humo ndani kuna mengine mengi ambayo mimi nadhani sasa mengine ni ya ndani, sio kila kitu kinazungumzwa kwenye kadamnasi. Mengine unaweza kwamba hivi kweli hata huo mpango wa kuhamisha watu pale wamekuta kwamba wote umenyooka umetiririka namna hii, lazima watakuwa wamepata malalamiko ya wananchi. Sasa vile vingine vinawekwa ndani ya ripoti mle, haviwezi vikasomwa pale mbele ya kadamnasi. Na mimi nafikiria hivyo. Lakini wewe wakati wa wananchi kuama Manyerere ulishadadia sana na tulikuona ulienda hata maeneo yale walikokuwa wamehamishwa. Vipi umewahi tena kurudi hata kujua ya kwamba
wanaendeleaje? Maanake kwa taarifa kutoka katika vyanzo vyangu rasmi, Manyerere haujawahi kuonekana tena katika eneo lile mara baada ya wewe kutoka. Hapana. Vinginevyo vikane nafsi yako. Hata mwaka jana nimekuwepo, mwaka jana mwishoni nimekuwepo pale, nimepita pale na kwa kweli nimefika pale, nilichokikuta ndio nakwambia, Ngorongoro kuna siasa nyingi mno. Kwa kweli kuna baadhi ya watu nyumba za Msomera zipo, nazungumzia Msomera, Kitwali kule sikufika, lakini kama Msomera kuna baadhi ya watu wametoka, zile nyumba zipo, labda wameacha watoto na mambo mengine kama, lakini wao hawapo. Kimsingi maisha yao kama hawapo. Wengine wametoka wameenda kuishi kwa sababu walikuwa na fedha. Kama ninavyokuambia, wengine wamepewa fidia, hela poa, si haba. Hakuna mtu anaelewa maisha yao yanaendeleaje. Watu wameenda Karatu. Lakini sasa kilichokuwepo ni kwamba hakuna mtu analazimishwa kukaa Msomera. Kilichofanywa na mamlaka za serikali au serikali, maisha yao yakoje kule? Ngoja niseme hivi, kilichofanywa na serikali ni kwamba serikali imemtendea haki, imempa vitu vyote vile kadri walivyoahidi, kwamba nyumba hii hapa, kali zako za kilimo hizo hapo, fedha yako hiyo hapo, mkono wa mama huo hapo, Mama Samia alichokupa milioni 10, nje na mambo mengine yote hivyo hapa. Sasa wanasema hufungwi kufuli pale, Mtanzania ana haki ya kwenda pale popote pale. Anaweza kama hapana, mimi naenda Babati, mimi naenda Mwanza, naenda wapi. Maisha uliyoyakuta nayo yanaridhisha. Maisha yao mahali popote pale unapoenda kuishi kwa mara ya kwanza. Hata leo ukitoka hapa kwenda London utapata shida hapa na pale. Kwa hiyo kwa mfano hali ya hewa kule walikuwa wanalalamika kidogo kwamba ni kama kuna joto, unajua Handeni tena. Sasa ni vitu ambavyo vipo, lakini mbona wapo Wamasai wa nani au Wadatoga wapo Morogoro. Kwa tathmini yako sasa, umetathmini vipi? Tathmini yangu ni kwamba mradi wa uhamishaji wananchi kwa hiari kuwapeleka Msomera na maeneo mengine ni moja matukio makubwa kabisa kufanywa na serikali ya Kiafrika au serikali katika dunia hii. Ni jambo moja la kiungwana sana. Kwa sababu hata wale ambao walikuwa wakipiga kelele kutoka huko nje kwamba kuna eviction, unajua kuna ile kwamba kuna watu wanaondolewa kwa nguvu, wanaondoka, lakini walivyofika wamechukuliwa, wamepelekwa, wameangalia maisha walikuwa wakiishi ndani ya Ngorongoro kule, alafu wameenda kuangalia maisha ya Msomera na Kitwali na kwingineko kote, wamekuta ni vitu vile tofauti kiasi kwamba NGO zikaanza kuwageuka hawa watu hao. Ngoja nizungumze niongeze kitu kidogo. Zimekuja tume commissions hapa za Umoja wa Afrika, zimekuja commission hapa za kutoka UNESCO. Wote waliokuja hapa mwisho wakitoa ripoti, NGO zinaambiwa zinatoa taarifa, wanasema hao wame compromise na serikali. Wale wanakuja wanasema mbona tunawaambiwa na hii tunakuja kuona ni tofauti. Serikali gani ambayo katika hali ya kawaida inawaondoa watu, inawachukua watu kutoka eneo moja kwenda jingine, ikawafanyia mazingira hayo. Tunaona Msomera pale kuna maabara pale za kompyuta ambazo kule havipo. Vipo. Kwa hiyo mimi nasema Tanzania ni yetu, tuna mambo yetu fulani hatukubaliani, hayo tuendelee. Tusikubaliane hata kidogo. Ni mambo yapi ambayo hauyakubaliani nayo? Ni mambo yapi fulani haya ambayo hauyakubaliani nayo? Mambo ambayo sikubaliani nayo, mimi napenda watu wawe na uhuru wa kuzungumza na kukosoa. Hapa nchini waandishi tuandike vitu bila hofu wala nini. Hayo mimi napenda. Nasema hivyo, leo sio siku yake. Hayo tutayasema lakini katika hili hii ni nchi yetu, ni mambo yetu. Kitu kinapoenda kizuri tukiseme, na kama kina manufaa mapana, sio manufaa kwa kibanda na Manyerere hapa, lakini manufaa yanapokuwa ya nchi. Nakushukuru sana, tumezungumza. Tunapokuwa tunatamatisha, alafu nakuja kwako. Vyombo vya habari vya Tanzania na uandishi wa habari wa Tanzania wako huru au wako huru? Ni swali gumu kusema waandishi wa habari wa Tanzania wako huru au wako huru. Mimi niseme tu kwamba hili swala ni swala gumu. Mimi kuna kitu kinaitwa kwenye uandishi huku, kwenye mass communication na journalism, kuna kitu wanasema self censorship. Self censorship ni kama ile mwenyewe unaamua wewe mwenyewe, unajidhibiti wewe mwenyewe, unausemea moyo wewe. Sisi wenyewe tumeusemea moyo, sisi wenyewe tumejiweka mazingira hayo, serikali imekuja imetubania hapo.
imetubania hapo hapo. Waandishi wa habari wa nchi hii wako huru au wako huru? Narudia, nasema hili swala tumefanya self censorship. Mimi kuna mambo nchi hii ukiniambia kwamba serikali inaonea waandishi wa habari nitakataa, lakini kuna mambo mengine ukiniambia hapo serikali inawapa uhuru waandishi nitakataa. Nasema kibaya kilichopo ni kwamba sisi wanahabari tumeamua kucompromise, tumeamua kuwa upande wa kusema the so called mazuri, kwa maana kwamba labda ndio modern journalism, hiyo uandishi wa kizalendo, kama tunaamini ndio hivyo. Kwa mfano nikwambie hiyo self censorship, nani alizuiwa kwa mfano mwandishi kwenda kuripoti Ngorongoro au Loliondo yanayoendelea kule? Lakini tumefanya censorship sisi wenyewe kwamba nikienda kule nitaambiwa mimi nimenunuliwa na Waarabu, nimehongwa mimi nikienda kule sasa hii makala nikiandika. Kwa kifupi kabisa, waandishi wa habari wa Tanzania wako huru au wako huru? Jibu liwe ndio au hapana. Hapana. Ukisema ndio au hapana, hapana. Nasema kuna maeneo waandishi wako huru, kuna maeneo hawako huru. Kwa mfano, maeneo gani hawako huru? Hawako huru. Hawako huru, unataka uyajue hayo maeneo? Wewe juzi Mayara tu amechukua hiki na hiki akafanya comparison, akafanya analysis. Katika uandishi wa habari mnapozuia critical thinking, sasa hapo ukiunganisha unasema, ndio nimesema kwa upande huu kuna upande fulani haipo, kuna upande mwingine kuna upande hatuna uhuru, kuna upande mwingine tumefanya self censorship sisi wenyewe. Lakini kama waandishi kama waandishi wakiwa bold kusema kwamba tunasimama na mambo yenye maslahi kwa nchi, likija jambo wanasema hili jambo ni la nchi, kwa mfano inaletwa chokochoko na watu fulani huko, wanasema hapana, tunasimama kama nchi kuitetea nchi yetu. Nakushukuru sana. Sasa kwa mfano swala kama la uhifadhi hili, waandishi mnasimama mnasema hili sisi tunakaa upande wa serikali, tunalinda maslahi ya nchi yetu. Lakini hivi vitu vingine huko wanavyofanya vya serikali, kuzuia watu kuandika, mimi hivyo kidogo. Nakushukuru sana. Nakuja kwako mwandamizi. Katika ishu ya Ngorongoro, vyombo vya habari na waandishi wa habari wa Tanzania walikuwa huru katika kuhabarisha umma kwa ukweli na uhuru pasipo hofu yoyote? Hapana. Kwanza nguvu ya kiuchumi ya vyombo vingi vya habari ni ndogo sana. Naongelea kuhusu uhuru, siongelei uchumi. Uhuru, nguvu ya kiuchumi inakupa uhuru wa kufanya kazi. Kwa sababu kwenda kusafiri, kwenda kufanya habari za uchunguzi, kuchunguza, lazima uwe na nguvu ya kiuchumi. Tuna vyombo dhaifu kiuchumi vingi, na hata vile ambavyo vina nguvu ya kiuchumi, baadhi yao vimewekeza katika sports na katika masuala ambayo ya burudani na mengine. Kwa hiyo masuala kama ya Ngorongoro huko nyuma, miaka kadhaa kasi tunaingia katika uandishi wa habari, miaka 90 kulikuwa na vyama vya uandishi wa habari kama vyama vya uandishi wa habari wa mazingira. Wakati ule KET na kipo kisheria bado kipo, ungekiona kimetuma jopo la waandishi wa habari Ngorongoro, Loliondo, na tungekwenda kule. Mimi na Manyerere wakati fulani alikopo DC mmoja alichoma nyumba za watu wapi kule Serengeti. Sisi tukatoka katika vyombo vya habari kadhaa kwenda kuchunguza kwa uhuru kabisa kule, tukachunguza na tukaandika ripoti zetu na habari zikachapwa. Leo hali hiyo haipo. Uchumi wa vyombo vya habari, assume kwamba vyombo vya habari wana uchumi. Je, wana uhuru huo? Sasa havina uchumi, haviwezi kuwa na uhuru huo. Sasa viko huru, haviko huru kwa sababu vimekosa nguvu ya kiuchumi. Vyombo vya habari vimekuwa dhaifu. Kwa hiyo vimekuwa dhaifu, si kwamba kuna mahali wanakandamizwa na mamlaka. Vimekuwa dhaifu kwa sababu vina uchumi mbovu. Kwanza ni hapana, lakini naomba niseme kuna makundi ya watu yanatisha waandishi wa habari. Makundi gani? Subiri basi niseme polepole sasa. Usiende kwa na makundi ya watu yanatisha waandishi wa habari. Mfano mmoja wapo
ni hicho cha Pasco Mayala. Aitoa maoni miaka 10-15 iliyopita, miaka 20 iliyopita. Maoni kama ya Mayala ilikuwa ni maoni ya kawaida sana sana sana. Tulikuwa tunaweza kumkosoa rais moja kwa moja na kwa uwazi. Sasa hivi ukimkosoa rais, wala rais anaweza kuwa hana neno kabisa, wala halalamiki wala umsikii, lakini utasikia watu wasiojulikana wakituma salamu za vitisho kwa waandishi. Utasikia TCRA ikionya vyombo vya habari. Hiyo ndio vitu ambavyo tunasema ni vitanzi, na hiyo ndio vitu ambavyo wakati mwingine nyuma ya pazia vinasababisha kitu ambacho Manyerere amesema self censorship. Mimi na Manyerere na watu wengine tunajadili. Manyerere na mimi tunafanya self censorship sisi wenyewe. Ninasema hapana. Wanasema piga mchungaji kondoo atatawanyika. Unampiga Pasco Mayala, waandishi wengine wanaanza kusema Pasco alitishwa bwana. Na ananyongonyea. Unaona? Kwa wakati mwingine unafanya self censorship kutokana na matukio ya ambayo mengine huko nyuma vyombo vya habari unafikia bwana chombo fulani cha habari kimeandikiwa karipio au onyo kali na mamlaka fulani ya umma. Kwa kinaminya uhuru. Waandishi wa habari ulikuwa unataka kusema jambo Manyerere? Naam. Mimi nasema Kibanda ameongea neno zuri sana. Ndio linakuja pale kwenye self censorship. Lakini pia linaendana na uchumi. Nini kinatufanya mpaka tunafika kwenye censorship? Sisi nilikwambia kwamba tumekuwa ni dhaifu, waandishi tumekuwa dhaifu. Dhaifu kwa maana kwamba inawezekana kweli sababu moja hapo ni hii ya uchumi. Kwa hiyo tumefika mahali tunaangalia pia kwamba chakula yetu inatoka wapi. Na kwa sababu hiyo limezalishwa kundi sasa ambalo analisema kakangu Kibanda hapa. Kwamba unaweza ukaandika makala au ukatangaza makala au ukazungumza kwenye television hivyo jambo moja zuri tu la manufaa ya nchi na nini, lakini watu wa pembeni wakipeleka kwa waziri mkuu, wakipeleka kwa rais huko, wakipeleka ni tofauti. Unaweza kukuta, mimi sitaki kuingia huko ndani kwa sababu hii kitu imeniumiza sana. Hii ya Desemba na hii nimeumizwa sana katika namna ambayo lakini mimi nimeumizwa katika namna ambayo mimi sijaumizwa na mamlaka hizo za wapi huko, lakini ni humu tu. Kwa hiyo rais yalionikuta, rais yeye hana shida yoyote na waandishi. Kasema hana shida, jambo kubwa. Kwa sababu tunapokuwa tunalia mambo kama haya, inabidi tu tunasikilizwa. Hakuna mwandishi wa habari. Kabla tukienda kwa Kibanda, kuna kitu umegusia hapo. Jambo moja lakini ambalo lazima tukumbukashane. Vyombo, kumekuwa na kizazi cha watu walio katika mamlaka wasio wastahimilivu, wasio wavumilivu, wasio wasikivu, wasio shaurika, wasio kubali kitu ambacho kinaendana tofauti na wao. Hicho ndiko kitu ambacho nadhani ni tatizo kubwa la msingi. Ukikosoa unaonekana tatizo. Lakini hili na kizazi hiki kibaya zaidi hakiko serikalini tu. Hata mtaani. Toa maoni pengine katika jambo amefanya rais jema, utaitwa chawa. Nakuja hapo. Manyerere, umesema ya kwamba kuna mahali chakula cha waandishi wa habari inatoka, na kwa maana ya kwamba akiwaza kwamba chakula changu ama chakula chetu kinatoka sehemu fulani. Ni sehemu gani hicho ambacho waandishi wa habari wanapata chakula? Sasa amezungumza wenye uchumi. Sasa wenye uchumi sio wanajulikana. Ni watu gani? Wapo wanajulikana. Ni watu gani? Na sisi shida yetu moja nyingine tulionayo wanahabari ni kuamini, kwa mfano kwa swala kama Loliondo, ni kuamini kwamba tutaheshimika na kupendwa sana kama sisi tutakuwa tunasifu tu. Inawezekana hata hizi dosari baadhi ambazo zimezungumzwa na hizo tume, kama waandishi tungefanya kazi yetu, pengine labda tusingefika huko. Lakini kwa nini tumefika? Kwa sababu chochote tunachoona kinafanywa na serikali, yani sasa ni kama ni questionable. Ukihoji kitu au ukafanya vipi, kama anavyozungumza kakangu Kibanda hapa, yani unaonekana wewe ni threat, wewe ni mtu mbaya. Sasa kama tunaijenga nchi, na mimi niseme kwa mfano swala la Ngorongoro, mimi kwa kweli ripoti za tume zote mbili zimenipa faraja, na kwa kweli baada ya kuwa zimesomwa jana pale, kwa kweli nilichukua jioni na kwa lazima
na kwa heshima nikachukua kamvinyo glasi moja nikapiga kidogo kusema alhamdulillah. Kwa mambo ya miaka 20 ambayo nimeyasimamia leo yanakuja kuonekana wanazungumza mambo nje, sisi tunazungumza wanazungumza yote. Nakushukuru sana Manyerere. Hiyo mimi niseme tunatamatisha. Waandishi wa habari tunaonekana kukosa moral authority kwa umma na tunaonekana kupoteza ushawishi ndani ya umma wa Tanzania. Unahisi ni kwa nini? Kwanza kubwa ni hilo, vyombo duniani kote vyombo vya asili au legacy media vimepata mtekisiko, hiyo ni kweli. Lakini pili ndio kile amesema Nyerere, bahati mbaya kwa waandishi wengine tumefikiria tumejengwa katika mazingira katika siku za siku hizi kuandika mambo mema tu ya serikali, mambo mema tu ya viongozi na kutokuwa karibu kukosoa. Tumekuwa na kizazi ambacho wakati mwingine kimeonekana kuna vyombo vya habari ambavyo vinasifia tu kila wakati, waandishi wa habari tunasifia tu kila wakati. Lakini ya tatu ni jamii ambayo tumeijenga, ambayo imejengwa na sio na waandishi wa habari. Sasa jamii ya jumla inataka kusikia unaongea au serikali au tuseme mamlaka zizo za umma zinakosolewa kila wakati. Lakini la nne ambayo inatokana na ile la tatu, mamlaka zenyewe za serikali zimeweka waandishi katika mazingira ya kutoheshimika kwa sababu zimewatia hofu, zimewatia vyombo vya habari vinadai mamilioni ya fedha. Kama mnakumbuka kwenye ripoti mbalimbali ambazo leo hii mtu ambaye ni mshauri wa Mheshimiwa Rais kuhusu masuala ya habari na masuala ya umma aliongoza ripoti ya uchumi wa vyombo vya habari. Hiyo ndio kubwa ambayo imesababisha vyombo vikanyong'onyea, vikapotea, vikasinyaa na umma ukapoteza imani kwa uandishi wa habari. Ni upi ulio mzuri, uandishi wa kuegemea upande wa umma na wananchi au uandishi wa kuegemea upande wa mamlaka? Uandishi wa habari wa kuandika ukweli, kwa objectivity. Wewe uandishi wako Kibanda ni uandishi wa aina gani kwa miaka yako yote ya uandishi? Kwanza niseme sasa hivi ni kama nimestaafu kwa mwandishi wa habari kwa sababu sina chombo cha kuandika kila siku. Nina chombo cha ushauri. Lakini mimi kama mwandishi wa habari mchambuzi nimekuwa mwandishi wa habari wa kukosoa na nimekuwa nakosoa pande zote. Nimekosoa wapinzani, nimekosoa walio madarakani, nimekosoa wafanyabiashara, nimekosoa wachumi, nimekosoa wasomi, lakini sasa hivi unatakiwa kukosoa watu kundi moja tu. Kwa kundi gani hilo? Unatakiwa kukosoa serikali tu. Ambalo wewe haulifanyi. Ambalo nakwambia hivi, ambalo sio usifanye kama ndio tatizo lipo sasa hivi. Na serikali ukiwakosoa tena, wakali wenyewe sasa wako ndani ya serikali ambao wamekosa ustahimilivu. Manyerere amesema kuna kundi ambalo limeshika uchumi wa vyombo vya habari na uandishi wa habari. Unaamini kwamba kuna kundi hilo? Kwanza nilisema kwa maneno wala usipate shida kuzunguka. Watu walioshika uchumi wa vyombo vya habari ni watu ambao wana nguvu ya utangazaji zaidi kuliko watu wengine na ni watu walio madarakani. Hiyo ni moja. Lakini pili, hiyo moja watawala. Lakini pili ni taasisi kubwa za kibiashara kama makampuni ya simu, mabenki na mengine. Ndio maana hata habari zao hata yako makampuni ya simu yanawaibia Watanzania au Watanzania wanalalamika kuibiwa lakini huoni vyombo vya habari vikiripoti kwa sababu wanajua ukiripoti makampuni hayo unaweza kukosa matangazo kwa sababu riziki ziko kule. Nakushukuru sana Manyerere kwa uandishi wako wa miaka yote hayo. Unaona ukiacha kizazi cha aina gani cha uandishi wa sasa hivi? Kwa kweli unajua shida moja iliyopo ni kwamba hao wakubwa huwa shuleni wao walikuwa hawapigwi, walikuwa wanapiga tu mitihani, walikuwa wao wanashinda wao. Kwa hiyo hata waandishi baada uwezo kumsimulia mwanangu hii darasani ni kwa mbumbumbu, hapana. Wewe kila siku mimi darasani kwa naongoza, wewe unafanyaje? Kwa hiyo hata sisi tutajidai, tutasema tu kwamba zama zetu tulikuwa ni kizazi fulani. Sisi tumefundishwa uandishi na watu mahiri kama kina Johnson Mbwambo, kina General Ulimwengu, Salva Lemamu, watu wa kina Makaranga amefariki juzi, kina John Bwire, hao watu kweli wa newsroom. Sasa na sisi tukakulia humo, kaka yangu Kibanda akaja tukaungana humo tumeenda, sisi ni kizazi hicho.
Lakini sasa huku tunakoenda kidogo kama alivyosema huku ni kama vile tunapoteza ile focus. Sasa kinachokuja sasa hivi cha kikubwa na kwa kweli kwa hii tasnia sasa ile tunasema nini, citizen journalism. Ile citizen journalism kwamba sasa uandishi wa habari unaonekana kama sasa ni kazi inaweza kufanya na mtu yote ana simu na nini. Leo ukipita ukaona vitu vinavyoandikwa nini unasikitika. Kwa hiyo mimi nadhani tusikate tamaa sisi wengine lakini si wapo. Sio yuko Chief Odemba. Si ndio kizazi tunachokiridhisha. Au unajitoa nje. Lakini ndio nataka kusema kwamba bado journalism itabaki ni journalism hata kama kungekuja namna gani. Bado uandishi utabaki ni uandishi wa habari kujihusisha kwenye vyama vya siasa moja kwa moja. Wanavaa sare za vyama hivyo, wanaenda wanasimama kugombea, wanarudi wanaingia newsroom. Ni sahihi, sio sahihi? Unajua hapo huwezi kusema ni sahihi au sio. Hata kwa mfano hata Mkapa alikuwa mwandishi wa habari, watu wengi tu walishakuwa waandishi wa habari, wakaenda huko wengine. Kwa hiyo sio kosa lolote mwandishi wa habari kuonyesha upande wake. Kosa na ni wachache. Mimi kwa mfano mimi mwenyewe nimeshagombea ubunge huko, nimeshagombea. Ndio nilikuwa ninakuja hapo. Lakini sasa wapo wengine wanasema Manyerera anaandika hivyo kwa sababu alikosa ubunge. Ndio maana anasema sasa hizo ni hisia zao. Lakini nasema kakangu amezungumza, tunazungumzia ile issue ya objectivity. Kuwa objective. Sasa unajua uandishi wa habari ni juu ya dhamira yako. Kuna watu humo ni mashabiki wa Yanga tupa, mashabiki wa Simba kweli kweli kama mimi na kakangu Kibanda hapa. Lakini anapokaa newsroom kuandika habari ya Simba imefungwa, hawezi kuweka madoido yake ya Simba. Manyerere, wewe ni mwandishi wa habari na ni mwariri, na bado sasa hivi unaendelea kuhariri magazeti ya Jamhuri Media Limited. Tunajua kwamba katika uchaguzi wa 2025 ulijitosa kupitia Chama cha Mapinduzi kwenda kugombea ubunge, lakini kusivyo bahati ulitupiliwa mbali na hukupata nafasi ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Umma ukutafsiri vipi wanapokuona unahariri gazeti ambalo linatakiwa linunuliwe na watu wa pande zote? That's good. Unaonekana kukosa sifa na upaswi kuwepo hapo ulipo. Huwezi kununua gazeti kwa ile masthead imeandikwa Jamhuri, kununua gazeti wewe. Nunua content. Nunua content. Lakini ukijitazama wewe unadhani bado una moral authority ndani ya umma. Kinachomata ni content. Mimi actually nilichokuwa nimekifanya ni kwamba kama haukunisikia kwenye maandishi, ngoja sasa wanisikie niwe jukwani. Lakini sarakasi nilizokutana nazo kule sio za kawaida. Mpaka mimi wale wenzangu wagombea wenzangu ndio wauliza, "Jamani, hizi fedha wenzangu mmezitoa wapi mnazogawa hizi kama njugu?" Kwa hiyo kwenye uchaguzi waligawa pesa. Acha mambo ile sio pesa, ile ni mambo mengine. Hiyo tuache. Wewe unaamini ya kwamba au kuchaguliwa ama ukupata nafasi ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa kuwa wenzako walikuzidi fedha na walikuwa kama walizidi fedha, lakini mimi ambacho kilikuwa ni dhahiri, rushwa, nilikataa. Wewe ulitumia fedha au kutumia fedha? Fedha kuweka mafuta kwenye skudo yangu ya kuwapa wajumbe. Ambaye itoe wapi? Wajumbe fungapi utawatoa? Sasa wewe hizi fedha ambazo unasema uliziona wapi? Fedha sio wanazungumza. Wenzako walitoa. Mtu anasema sasa wewe unakuja hivi tu, wenzako huko wamefanya mambo na unaona wanaruka. Wenzako walitoa fedha. Of course walitoa. Kwa hiyo uchaguzi ulibubikwa na rushwa. Mimi nasema it's an open secret. Yaani unauliza kitu ambacho kipo. Yaani kama makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mzee Wasira mwenyewe juzi ameconfess kwamba rushwa ndani ya chama ni kubwa mno. Yeye makamu. Unajisikiaje sasa kuwa kwenye chama ambacho kimebubikwa na rushwa na inatumia rushwa kwenye uchaguzi? Ni kwamba mimi naamini CCM katika ile CCM asilia, CCM ya misingi asilia. Je, CCM ya sasa hivi? CCM ya sasa hivi? CCM ya ile miiko. Hii CCM ya sasa hivi haina maadili. Hii tuombe Mungu tu. Haina maadili. Hapana. Kwamba haina sijui, lakini tuombe Mungu. Mimi niseme kitu kimoja kwamba tunapokuwa tukijadili mambo ya nchi, wa Tanzania tuwe kitu kimoja. Leo unaona hata Irani pale wameshambuliwa, wana tofauti zao pale, lakini katika namna ya kipekee
unaona wanashikamana kukabiliana kwa hiyo mimi nasema kwamba ninapokuja kwenye mambo ambayo ni ya nchi, tuungane kama nchi. Unaonaje ama unafikiriaje kuona mwalimu wako huyu wa bunge tayari alikwisha onyesha upande wake wa kisiasa na akajitosa kugombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi? Kwanza amerejea tena. Nashukuru, kama nilikuwa nafikiri jambo hili alikuwa la Manyerere. Sisi kama wahariri, kama wanahabari, kuna kipindi tulifika mahali tukasema wale wenzetu ambao wana mwelekeo wa kisiasa kutoka vyama tofauti, huyu aligombea kupitia Chama cha Mapinduzi kule Butiama. Wako wengine kama kina Jabiri aligombea kupitia chama cha ACT Zanzibar. Kabla hapo mtu mmoja aitwa Said Kubeni aligombea kupitia Chadema. Kimsingi ulikuwa ni mkakati wa wahariri kuhakikisha kwamba tuna wale ambao wenzetu wana imani tofauti tuwapeleke mbele, na ikitokea wakaingia bungeni wakaende wakalinde maslahi ya waandishi wa habari ndani ya bunge. Kwa hiyo na tumewapeleka, wako wengine kama kina Esther Bulaya, wakina Lucy Mayenga, yuko mkuu wa wilaya kama nani sasa hivi ndugu yangu alikuwa at ITV. Kwa hiyo wakati mwingine lazima sisi kaka zenu na dada zenu tumekuwa hapo kina Eda, kina nani. Kwa hiyo kuna jukwaa la wahariri, sio jukwaa la wahariri kama jukwaa, sio jukwaa la wahariri. Wahariri mlibariki wahariri wenzenu. Ndio nikwambie kitu kimoja kwanza, ndio nataka nikwambie kitu kimoja. Tanzania lazima tufikiri dunia kwa mapana. Waandishi wa habari duniani wameshakuwa marais, wameshakuwa mawaziri wakuu katika nchi mbalimbali, lakini sio wakiwa kwenye newsroom. Hapana, unatokea newsroom ambaye amekuwa unaweza mwandishi yupi aliyetoka newsroom moja kwa moja na kawa rais unayemsema? Yuko mwandishi mmoja tu Jenerali Lumwengo alitoka newsroom kama mkuu wa wilaya. Na tunasema umesema rais. Na baadaye nakwambia nakwambia yuko Benjamin Mkapa akitoka moja kwa moja aitokea chumba cha habari. Wako waandishi wa habari. Tunasema hawa wako waandishi wa habari wamepata kuwa marais. Hiyo sio shida huko katika siasa. Lazima tatizo moja ni hivi, ukirudi katika chumba cha habari lazima uachane na masuala mengine ya kisiasa. Sisi sio kisiwa. Kama wasomi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na vituo vingine wanaenda kugombea uongozi, wakitoka pale wanarudi kufundisha, kwa nini isiwe kwa mwandishi wa habari? Lakini miko ya uandishi wa habari nasemaje kuhusu mwandishi wa habari kuonyesha ukifika mahali ukaamua kuingia katika siasa wakati ule, sio usirudi. Kurudi hapana. Nakwambia mfano mmoja, jenerali alikuwa mkuu wa wilaya na wakati ule alikuwa ni mbunge vile vile. Jenerali kwa taarifa alikuwa ni mbunge wa kupitia jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi bungeni, na akarudi chumba cha habari. Kwa hiyo haina shida yoyote. Hakuna shida kabisa. Na wala senior Manyerere wala hakuna shida. Hata sisi tulimtia moyo, ni kwamba ila tu tatizo liko kwa watu ambao wana upeo na inaonekana kwamba hataweka mahaba kwenye uandishi wake. Kwani anaandika habari za Chama cha Mapinduzi tu? Akilinda maslahi. Kuna maslahi gani ya Chama cha Mapinduzi katika swala la uhifadhi Ngorongoro? Wana sisi mwenyewe wanapingana kuhusu uhifadhi wa Ngorongoro. Hivi unajua wale wabunge wengi wanatoka ukanda wa Masai wanasimama na Wamasai wenzao na wako Chama cha Mapinduzi? Sijui kama unajua hicho kitu. Absalom Kibanda. Nakushukuru sana kaka yangu Absalom Kibanda kwa muda wako. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Kaka yangu mwariri mwandamizi Manyerere Jackton, nakushukuru sana. Lakini vile vile wewe lazima pia tukupe cheo chako kingine cha kada wa Chama cha Mapinduzi. Ukada sikikani Chama cha Mapinduzi kwa maana gani? Chama cha Mapinduzi ni nacho kwa sababu kwanza na historia nacho. Kipo moyoni mwako na kulelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo si kitu cha kufika pahala mimi nikakitupa tu hivyo. Kaka zangu wakubwa, thank you very much for your time. We will keep watching that story. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Cheers, brother.